Unajua ile harufu tamu ya vanilla inayokufanya utamani hata kuonja chakula kabla hujakila? Lakini je, umewahi kujiuliza, vanilla ni kwa ajili ya kuongeza harufu na ladha tu, au inaweza kuwa na faida kwa mwili? Watu wengi wanajua vanilla kupitia keki, ice cream, chai, maziwa na vinywaji. Lakini vanilla halisi ina virutubisho asilia kama vanillium na virutubisho vingine vya mimea ambavyo vimekuwa vikifanywa utafiti kuhusu antioxidant na shughuli nyingine za kibiolojia. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa mazuri zaidi. Ukitumia vanilla kwa kiasi katika chakula au kinywaji, kuna mambo kadhaa ambayo huenda ukawa hujui kuhusu kiungo hiki. Lakini pia kuna tofauti kubwa kati ya vanilla halisi na vanilla ya viwandani na vanilla flavor, na tofauti hii ni muhimu sana. Kwa hiyo usiondoke katika video hii mpaka mwisho. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake. Vanilla ni nini hasa? Kabla ya kuzungumzia faida zake, kwanza tujue tunachokula. Vanilla hutokana na maganda ya mmea jamii ya orchids, hasa Vanilla planifolia. Baada ya kuvunwa, maganda haya kupitia mchakato wa curing ndipo wanapata rangi, harufu na ladha tunayoifahamu. Na ndiyo maana vanilla halisi inaweza kuwa ghali zaidi kuliko flavor za kawaida zinazotengenezwa kwa kutumia viambato vya kuleta harufu ya vanilla. Kwa hiyo tunaposema vanilla kwenye video hii, tunazungumzia hasa vanilla na bidhaa zake za chakula, si dawa. Faida ya kwanza, vanilla ina antioxidant. Hii ni moja ya sababu zinazofanya vanilla kuvutia tafiti za kisayansi. Vanilla ina vanillin pamoja na virutubisho vingine. Baadhi ya virutubisho hivi vimeonyesha kuwa inaweza kusaidia katika antioxidant katika tafiti za maabara. Lakini antioxidant ina maana gani? Miili yetu huzalisha molecule zinazoweza kuchangia oxidative stress. Antioxidants husaidia kulinda mifumo ya seli dhidi ya madhara ya oxidation. Lakini usifanye kosa hili. Usiseme kwa sababu vanilla ina antioxidant basi inatibu kansa, kisukari na pressure. Hiyo sio sahihi. Tafiti za maabara haziwezi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa vanilla inatibu ugonjwa kwa binadamu. Faida ya pili, inaweza kufanya chakula kiwe na ladha bila kutegemea sukari nyingi. Hii ni moja ya matumizi yanayoweza kuwa na maana katika maisha kila siku. Fikiria una uji au mtindi. Baada ya kuongeza sukari nyingi ili upate ladha nzuri, unaweza kutumia kiasi kidogo cha vanilla kuongeza harufu na ladha. Hii inaweza kuwa muhimu hasa kwa watu anayehitaji kupunguza ulaji wa sukari. Lakini kuna siri hapa. Vanilla yenyewe sio lazima iwe na sukari nyingi, lakini baadhi ya bidhaa za vanilla zinaweza kuwa na sukari ya nyongeza. Kwa hiyo soma lebo kabla ya kununua au kutumia. Faida ya tatu, harufu ya vanilla inaweza kukufanya ujisikie vizuri. Sasa tuingie kwenye jambo ambalo wengi huliona kila siku bila hata kufikiria, yani harufu. Harufu ya vanilla ni maarufu sana kwenye perfume, sabuni, candles na vyakula mbalimbali. Baadhi ya tafiti za harufu zimechunguza namna harufu zinazopendwa zinavyoweza kuathiri hisia na mtazamo. Hii ndiyo sababu kwa baadhi ya watu harufu ya vanilla inaweza kuleta hisia ya utulivu, comfort na relaxation. Lakini harufu nzuri si tiba ya msongo wa mawazo. Mtu mwenye stress kali au dalili za ugonjwa wa akili anahitaji msaada unaofaa wa kitaalamu. Faida ya 4, je, vanilla inaweza kukusaidia kulala? Hili ndilo swali ambalo watu wengi watakuwa wanajiuliza. Jibu sio rahisi kama ndio. Harufu ya vanilla inaweza kuwa ya kutuliza kwa baadhi ya watu,
lakini hakuna ushahidi wa kutosha kusema kwamba kula vanila kila siku ni tiba ya insomnia. Kwa hiyo, kama unapata usingizi kwa shida, usianze kutumia vanila kama sehemu ya kupata usingizi. Badala yake, zingatia ratiba ya chakula inayofanana kila siku, kupunguza kafeini jioni, kupunguza simu kabla ya kulala, mazingira tulivu na yenye giza, kutafuta chanzo cha tatizo ikiwa usingizi umekuwa tatizo la mara kwa mara. Vanila inaweza kuwa sehemu ya mazingira ya kupumzika, lakini si dawa ya usingizi. Faida ya 5. Virutubisho vya vanila inafanyiwa utafiti kuhusu uchochezi. Hapa ndipo tunahitaji kutenganisha sayansi na madai ya mitandaoni. Baadhi ya virutubisho vinavyopatikana kwenye vanila imefanyiwa utafiti kuhusu pathways zinazohusiana na kudhibiti uvimbe, yani inflammation. Hii ni jambo zuri, lakini mpaka sasa hatupaswi kusema vanila inatibu arthritis au vanila inaweza kumaliza inflammation mwilini. Utafiti wa maabara ni hatua ya kwanza tu. Kinachotokea kwenye tube ya maabara si lazima kitokee kwa kiwango hicho hicho ndani ya mwili wa binadamu. Faida ya 6. Vanila inaweza kuwa sehemu ya lishe bora. Vanila si chakula kikuu. Kwa kawaida tunatumia kiasi kidogo. Kwa hiyo, faida yake haipaswi kutazama peke yake. Badala yake, fikiria hivi: vanila, chakula bora, mazoezi, usingizi mzuri, uzito na ufaa, ni sawa na kupata mtindo bora wa maisha. Unaweza kutumia vanila kwenye uji, mtindi, oats, smoothies, matunda na vinywaji mbalimbali. Lakini kama unatumia vanila kwenye dessert yenye sukari nyingi sana, usifikirie kwamba vanila imefanya dessert hiyo kuwa chakula cha afya. Vanila halisi with vanilla flavor. Hapa ndipo watu wengi ukosea. Vanila halisi with vanilla flavor. Hapa ndipo watu wengi ukosea. Unapoingia dukani unaweza kukutana na bidhaa nyingi zenye neno vanilla, lakini si zote ni kitu kimoja. Kuna vanilla halisi, vanilla extract, vanilla flavor na bidhaa zenye ladha ya vanilla. Kwa hiyo, usinunue kuangalia jina tu, angalia ingredients. Na kama bidhaa ina sukari nyingi, kalori nyingi na viambata vingine, usifikirie kwamba kwa sababu tu imeandikwa vanilla basi ni nzuri kwa afya. Je, vanilla inaweza kuwa na madhara? Kwa kiasi kinachotumika kawaida kama kiungo kwenye chakula, vanilla kwa jumla hutumiwa bila matatizo kwa watu wengi. Lakini kila kitu kinahitaji kiasi. Usitumie extract zilizokolezwa kwa kiasi kikubwa ukidhani kwamba zaidi ndiyo bora. Na mtu anayepata upele, kuwashwa, kuvimba au matatizo ya kupumua baada ya kutumia bidhaa fulani yenye vanila anapaswa kuacha matumizi na kutafuta ushauri wa kitabibu. Vanila haitibu haya. Vanila si dawa inayothibitishwa ya kutibu kisukari, shinikizo la damu, kansa, msongo wa mawazo na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo, kama una ugonjwa au umepewa dawa na mtoa huduma wa afya, usiache dawa kwa kuanza kutumia vanila badala yake. Sasa je, ukitumia vanila kila siku, utaona mabadiliko makubwa? Hapa ndipo jibu la kweli lipo. Si lazima. Vanila si magic food, lakini inaweza kuwa kiungo kizuri cha kuongeza ladha kwenye lishe yako na ina virutubisho vya mimea vinavyovutia kisayansi. Faida kubwa zaidi inaweza kuwa jinsi unavyotumia kwenye lishe yako kwa ujumla. Kwa mfano, badala ya smoothie yenye sukari nyingi, unaweza kutumia matunda, mtindo usio na sukari nyingi na kiasi kidogo cha vanila. Badala ya uji wenye sukari nyingi, unaweza kutumia vanila kuongeza ladha pamoja na viungo vingine. Hapo vanila inakuwa sehemu ya mtindo bora wa kula, si dawa ya miujiza. Kwa hiyo, vanila ina virutubisho asilia kama vanillin, imeonyesha antioxidant activity katika tafiti za maabara na inaweza kuwa njia nzuri ya kuongeza ladha kwenye baadhi ya vyakula bila kutegemea sukari nyingi. Lakini tunapaswa kuwa uangalifu
na madai kwamba vanilla inaweza kutibu magonjwa, sayansi bado inaendelea kuchunguza uwezo na virutubisho vyake. Kwa hiyo, ujumbe mkubwa wa leo ni huu: tumia vanilla kwa kiasi, ione kama sehemu ya lishe bora, si kama dawa. Na sasa niambie kwenye comment, wewe tumia vanilla kwenye nini? Chai, uji, maziwa, smoothies au keki? Na kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza alama like, subscribe na share video hii kwa marafiki, kwa sababu huenda mwingine akatumia vanilla kila siku lakini hajawahi kujua mambo haya. Tukutane katika video nyingine ya Afya Yetu Hub TV, mahali ambapo tunachambua afya kwa lugha rahisi na yenye kueleweka.